Basi hatimaye tena sauti bomba sana ya Falu DJ kutoka GC Production. Ilikuwa lazima nichape kazi hapa kwa sababu nilikuwa tunawatutilia timing kuona mtaichapaje nije niwaambue manyabu mbunye. Wasema chuma inafahamika kwa jina la The Clean ikiwa imetoka mwaka 2025 lakini inapigwa kwenye mitambo safi sana GC Production na The Chosen One. Ndio niko na kazi bomba sana hapa leo. Tutakwenda kuangalia story ya watu ambao wanaitwa anti-environmental. Lugha inahitajika kidogo. Nijua kampuni ambalo lilikuwa linafanya mambo yake kwa siri likiwa linaharibu sana mazingira, lakini likidai ya kwamba limekuja na nguvu mbadala ya kuhakikisha inaweka vitu vinakuwa sawa zaidi. Lakini kuna kikundi cha watu ambao wakubaliana na hiki ambacho kinafanywa na kampuni hii, kwani walikuja kwa ajili ya kuzuia kila kitu. Bwana chuma inafahamika kwa jina The Clean na huyu ni The Chosen One. Tuende katika sehemu ya kwanza tu kuenjoy nyama na utamu wa vanilla hapa. Wasawa, basi picha inaanza asubuhi moja ikimuonesha binti wa kufahamika kwa jina la Joy akiwa ameshtuka katika usingizi mzito sana, na hapa anahisi alikuwa amechelewa katika majukumu yake, hivyo alikuwa anahitaji kuweka kila kitu sawa tayari kwa ajili ya kwenda katika kazi yake. Lakini ghafla aliweza kupokea simu ya kwamba ndugu yake tayari amesharibu kila kitu kule ambako anafanya kazi. Sasa baada ya kufika kwa anamkuta ndugu yake ambaye anafahamika kwa jina la Michael, ni kwamba Michael anaonekana tayari amesharibu mambo, yani kitu ambacho alikuwa ameajiriwa katika hii kampuni tayari kimeshaenda tofauti, na kwamba inaonekana mwamba ameonekana na udukuzi wa fedha katika kampuni. Hivyo kampuni kwa sasa haimhitaji mtu kama huyo, kwa sababu hata hivyo anaonekana na vyeti juu ya kile ambacho anakifanya kwa muda wote. Basi hatimaye kilichokuwa kimebakia kwa Michael ni kutafuta nafasi nyingine ya kufanya kitu kingine katika maisha tu, kwani ndugu yake alikuwa ameamini sehemu hii ingeweza kumfaa Michael ili aweze kuendeleza harakati zake, lakini gaki huwa akiwezi kulika. Basi tuendelee kusonga na burudani bomba sana hapa. Basi binti baada ya kupata simu ya dili katika sehemu moja hivi, alikuwa anahitaji kufanya haraka aweze kufika katika ile eneo kwa ajili ya kwenda kufanya kazi, lakini pia aliambatana na ndugu yake ambaye anafahamika kwa jina la Michael, yani mwamba mwenye uwezo mkubwa sana katika masuala ya IT. Lakini kila walipokuwa wakijaribu kuwahi, walikuwa wanakutana na vitu ambavyo vilikuwa ni vya tofauti zaidi. Lakini pia akili ya mkali wa kufahamika kwa jina la Michael ni kama haijakaa sawa zaidi, kwani toka akiwa mdogo kuna shida kidogo aliwahi kupata. Hivyo bibi alikuwa anajitahidi sana kutumia muda wake kuweza kumtuliza mdogo wake ili aweze kukaa sawa zaidi, na hii ilikuwa ndo kazi ya bibi. Hivyo alikuwa anahitaji tu hakikisha siku zote anakuwa karibu na mdogo wake ili kuhakikisha anaweka mambo yanazidi kuwa sawa zaidi, kwani tangia wazazi wameondoka yeye ndo kama nguzo katika familia. Basi Tala Bintibu wanaingia katika kampuni maalum ambalo linafahamika kwa jina la Agnanian Energy. Hapa ndo binti ambapo ampata dili la kuja kufanya masuala ya usafishaji wa vyoo. Hao ndo wamiliki katika hii kampuni hao. Basi hatimaye binti alipata nafasi ya kuingia ndani, lakini bwana mdogo ilibidi akae nje tu na aweze kumsubiri dadake pindi ambapo atamaliza kufanya kazi katika hii kampuni ili aweze kuja kurejea kwa ajili ya kumchukua. Sasa binti akiwa katika majukumu yake ya siku zote, na hapa ndipo iko katika kazi zake za kuhakikisha na clean, lakini pia ndani kunaonekana kulikuwa na kikao kimoja kizito sana. Basi bibi akiwa anazidi kufanya usafi, aliweza kushuka mtu ambaye anafanyaga naye kazi, na mwamba anafahamika kwa jina la Noah. Pia ni cleaner mwenzake tu ambao wamefanya kazi hizi kwa muda mrefu, lakini Noah kuna siri ambayo anayo katika kichwa chake. Tutakwenda kujua hapo mbele zaidi. Wasema Noah alikuwa anajadili na binti mambo mengi sana ambayo yanahusiana na kazi yao, lakini pia alikuwa anamuuliza sababu nyingi sana binti ambazo zilimfanya aweze kuachana na ile kazi. Sasa mkali wa kufahamika kwa jina la Michael alikuwa anahitaji kufanya timing ya kuweza kuingia hapa. Upande wa pili kwa the big boss ya mabosi wawili wanaomiliki kampuni ya Agnanian Energy, wasema leo wameandaa siku maalum sana ambayo wanahitaji kufanya maonyesho ya juu ya nguvu ya kile ambacho anakitengeneza, kwamba kitakuwa ni njia mbadala tu katika swala la kuhakikisha wanatunza mazingira, lakini japokuwa kitu ambacho wanakifanya ni tofauti na kile ambacho wanakiongea. Basi hatimaye baada ya mkali Noah kupiga story nyingi sana na bibie, anadai kwa sasa wakati wake wa kufanya kazi umeisha, hivyo anahitaji kumwacha bibie aendelee na majukumu na yeye anahitaji kurejea juu. Basi wataalamu baada ya kufanya interview nyingi sana, na leo alikuwa na project maalum sana ya kuonesha picha mbalimbali juu ya energy ambayo wanazungumzia itakuwa na ubora na kuwa alternative katika swala zima la mazingira, yani Agnanian Energy.
Wasema ni nguvu mbadala ambayo itahakikisha inaweka mazingira katika hali ya usafi, kila kitu kitakuwa poa zaidi. Lakini ndani katika kitengo maalum ambacho kina control CCTV na mfumo mzima katika ile jengo, inaonekana kuna mtu ameweza kuingia huko. Basi upande wa pili kuna vitu ambavyo vilikuwa vinazidi kuwekwa, lakini upande wa pili kwa mtaalamu alikuwa anazidi kuchapa sembe na kujiandaa tu kwa ajili ya meeting maalum sana ambayo itafanyika majira fulani ya usiku. Basi katika eneo la party kulikuwa na watu mbalimbali na alikuwa ni majira usiku, lakini binti bado alikuwa anaendelea kumalizia kazi zake, na baadaye aliweza kushangaa kumwona ndugu yake mpataji nafasi ya kuweza kuingia ili aliyemwambia akae kule chini. Sasa kalikuwa ni kamzozo zaidi. Wasema ni kizaazaa kinazidi kusonga baba. Waambia katika kitengo maalum ambacho kilikuwa kinahusika na swala zima la security na pia kuhakikisha kinahusika na lift ambazo zinaweza zikampandisha bibie juu na kumrudisha chini. Inaonekana kuna kitu bado kilikuwa kijakaa sawa kwa wakati huo, lakini pia katika eneo la party sasa kuna watu ambao walikuwa wanasubiriwa sana kwa ajili ya kuja kutoa burudani katika shughuli hii hapa ya wakali ambao wanamiliki teknolojia ya Granian Energy. Basi wale mabwana ambao ni VVIP walikuwa wanasubiri kwa ajili ya kuja kuleta burudani bomba sana katika siku ambayo ilikuwa ni maonesho ya teknolojia mpya ambayo inaonekana ina ubora sana. Kwamba waliweza kuingia walikuwa ni takriban zaidi ya mtu 8. Lakini watu hao walivyoingia wanaonekana waliwatazama sana matajiri yao, lakini pia wanaonekana ni kama watu wenye agenda tofauti, lakini hawamba hawakujali tu kwa ni watu hao walikuja kwa ajili ya kutoa burudani tu. Kwa hiyo haikuwa hapa mashaka yote. Basi mtaala Bintibu alianza kuelezea mambo mawili matatu kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea, akisema karibuni mabibi na mabwana katika tafrija yetu bomba sana. Sasa upande wa pili kwa binti kazi ilikuwa imemzidia, na hivyo leo alikuwa amehitaji kuunganisha, lakini ghafla kuna vitu ambavyo vilitupwa na mabwana walioingia waliweza kuvaa katika midomo yao. Istosha kuamini kwamba ilikuwa ni hewa chafu kwa ajili ya kuwatuliza watu wote waliokuja katika ipati. Sasa mabwana ni kina nani na kwa nini wanafanya kitu kama hiki? Endelea kukaa nami ili uendelee kuenjoy utamu wa vanilla. Wasaba baada ya kuhakikisha wamewakamata watu wote hao na kuwatuliza kimakini zaidi, mabwana hawa waliweza kuambia tu juu ya kitu kimoja tu: nyinyi wote mnashiriki katika kitu ambacho ni hatari zaidi, na mnajua kuna madhara makubwa sana juu ya teknolojia, lakini mmekuwa ni watu ambao mnahitaji kufanya vitu vya tofauti. Hivyo walihitaji kumpata Big Boss, lakini mkala wa kufahamika kwa jina Anoa Tala Bintibu aliweza kumleta mwamba katika wheelchair na kusema ya kwamba kwa sasa hata huyo ambaye anaonekana ni Big Boss wa company ameshapatikana kiurahisi zaidi. Na baadaye mkali wa kufahamika kwa jina la Marcus aliweza kutoa mwongozo wa nini ambacho kimewaleta katika ile eneo, na anadai ya kwamba hawatakubaliana na kitu chochote ambacho kitaiweka dunia katika hali ya mashaka zaidi, na hawa kwa hiki ambacho walikuwa wanakifanya kitu cha tofauti ni lazima walipe, na wao wanajiita ni kama wanaharakati wa mazingira, ni timu ya mkali wa kufahamika kwa jina la Marcus akiwa na Noah. Na hapa alionyesha upande wa madhara hicho ambacho nakizungumzia kwamba kitakuja kuwa ni kitu hatari sana katika maisha baadaye kwa binadamu. Hivyo hakuna mtu ambaye atakubali waweze kuingiza teknolojia ambayo itakuja kuwa na madhara makubwa sana. Hata hivyo watu hao ambao walikuwa ni mabosi walikuwa na viburi sana pasipo kujua wanacheza na watu ambao ni hatari zaidi. Marcus aliambia sasa kitakachofuata tutahitaji kila mtu atupatie ushirikiano kwa kile ambacho tutakuwa tunakihitaji. Lakini upande kwa pili kwa bibie kimekuwa ni kizaazaa zaidi. Sasa ni katika kitengo ambacho kina control ni binti mmoja hivi. Wasema kuna mtu alijaribu kukimbia, yani the Big Boss Jeff. Hiki kilikuwa ni kitu cha hatari sana alichokifanya, kujaribu kukimbia wakati kuna hatari zaidi. Na baadaye mkali wa kufahamika kwa jina la Noah aliweza kupatia taarifa ya kwamba achane na mtu wa usafi, kwani kuna mtu anaonekana amekimbia, hivyo inaweza ikaja kuleta hatari zaidi. Na watu hao walikuwa wanahitaji hizo taarifa zisifike katika vyombo vya habari, kwanza wamalize kazi yao. Sasa katika mparangano mzito sana kati ya mtaalamu wa kufahamika kwa jina la Jeffrey Big Boss na mkali wa kufahamika kwa jina la Noah, Marcus alimwambia kitu kimoja tu Noah: hebu jaribu kuacha na utulize hiyo hasira yako, kwani kuwa haijawahi kuwa dawa kwa hiki ambacho tunakifanya. Basi bwana mdogo kufahamika kwa jina Noah baadaye alichofanya ni kuhakikisha anamuondoa the Big Boss Marcus, na yeye anahitaji kulani sasa kucontrol kila kitu. Anasema sasa taweza kuendesha kila kitu kwa mapenzi yangu mimi na sio chini ya ngozi wako. Na kwa wale wote ambao walikuwa kwa upande wa Marcus, kilichowapata
kilikuwa ni kitu cha hatari zaidi ya nini, kwamba kama utakuwa kwa upande wa Marcus ni lazima uweze kupoteza maisha, lakini kama utakuwa upande wa Noah basi utaweza kusalia. Sasa na Noah anatamba katika kioo kidai kwamba mabibi na mabwana, mimi ndo big boss wa hiki ambacho kinasonga hapa, na hivyo kila kitu kitakuwa chini ya control yangu. Na Marcus alitupwa katika lift ya bibie, hivyo aliweza kuongeza uzito ambao uliweza kuleta hatari sana, lakini mkali wa kufahamika kwa jina Noah alimchapa shaba mzee na kumwambia kwa wakati huu itakuwa ni vizuri kama utajaribu kukimbia tena. Hatari. Hasa Noah alikuwa na agenda tofauti sana na ile ambayo alikuwa anafanya mkali, kutokana na fujo alizozileta. Kwanza kikosi maalum cha maaskari kiliweza kufika katika ile eneo baada ya kutambua hatari iliyopo pale. Lakini Noah alifanya kitu kimoja ambacho kilikuwa ni cha tofauti zaidi. Alikuwa anahitaji kumuuzia kesi binti wa kufahamika kwa jina la Joy. Hapa baada ya mkali kufika katika eneo ambalo alikuwa anapatikana bibi wa kufahamika kwa jina la Joy, anamwambia tu kitu kimoja tu, kama utahitaji kila kitu kiendelee kusalia katika usalama na pia mdogo wako Mike wao katika hali ya usalama, fanya kile ninachokuambia. Hakikisha unapiga risasi zote hizo katika eneo la chini, na hii itamfanya binti aonekane kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuja kufanya tukio la kigaidi katika ile eneo hapa. Binti alimlaumu sana Noah kwa sababu ni mshikaji wake na walikuwa wameanza naye kazi kitambo kirefu. Sasa kwa watu ni kwamba wanakonfess kwa kile ambacho wamefanya na kula rushwa na kushiriki katika mradi ambao unaonekana ulikuwa ni wa kiovu zaidi. Lakini mkali wa kufahamika kwa jina la Noah alimwambia binti ingekuwa ni vema kama angefanya kile ambacho aliambiwa na Noah ili kuhakikisha mambo yanakuwa sawa. Aliweza kupiga simu ya kwamba akidai, jamani, humu ndani kuna mdogo wa binti ambaye anafahamika kwa jina la Joy, yeye anaitwa Michael, inatakiwa tumtafute na tumpate sehemu yoyote alipo. Basi binti kwa sababu ya kuhakikisha anahitaji kuweka usalama, alianza kupiga risasi chini ovyo, na hii ilikuwa inamfanya binti aonekane ni miongoni mwa watu ambao wamehusika katika ile tukio la utekaji katika hapa hoteli kubwa sana. Lakini kwa upande wa bibi ilikuwa mbaya sana, kwani alikuwa ni mtu ambaye hajapenda kitu ambacho kimefanywa na rafiki yake wa zamani. Lakini anafika miongoni mwa maaskari wataalamu sana na wachunguzi wa kazi hizi. Nakumbuka binti alikuwa ni ex-soldier. Sasa utaratibu umbadilika kidogo. Baada ya mama kufika tu, alisema sitahitaji kitu chochote kifanyike pasipokuwa na ruhusa yangu. Yaani hakuna askari ambaye atatakiwa aingie katika ile eneo wala kufanya kitu chochote pasipo ruhusa ya kutoka kwangu mimi. Kwa hiyo cha msingi wote mnatakiwa mtulie na mfuate oda yangu nini ambacho nakisema. Hasa bibi kutokana na kile ambacho alifanya alionekana ni kama mtu ambaye ameshiriki katika swala la uhalifu, lakini profile yake inadai ya kwamba naye ni miongoni mwa mtu ambaye anatoka katika kikosi maalum. Na hapa binti alihitaji kupiga simu na kuwasiliana na mwanamama yupo chini na kumpa taarifa ya kwamba yeye sio miongoni mwao, na hivyo inatakiwa uchukulie makini sana, kwani ndani kuna idadi ya viongozi wakubwa wengi sana ambao walikuja katika shughuli. Na huko ndani viongozi walikuwa kizidi kukiri tu kwa wale makosa ambao wamefanya, na wale watu wote waliokuwa chini kwa sasa waliweza kuvalishwa mabomu, na mzee Noah ndo alivaa saa ambayo ina control kila kitu ambacho kipo katika lile jumba. Na hapa alipata nafasi ya kuongea na askari na kuambia tu kitu kimoja, ya kwamba endapo atacheza kwa kile ambacho anakifanya atakisha analipua jengo lote. Sasa zilikuwa ni jitihada za bibi ya kufahamika kwa jina la Joy kwa kisha anaingia ndani na kusaidia hicho kitu, kwa kuwa yeye ni miongoni mwa ex-soldiers ambao walishawahi kupitia mission kama hizi. Basi naomba binti alihangaika sana kugonga eneo la kioo ili aweze kupata kuingia ndani, lakini kwa msaada wa ndugu yake ambaye anafahamika kwa jina la Michael, leo ilikuwa ni siku ya kwanza tu mwanaume alifanikisha kumwokoa sister yake, na hapa mambo yalikuwa yako bam zaidi. Sasa hatimaye kuna binti ambaye alisi lazima kuna mchezo wa tale ambao unafanyika, hivyo walikuwa wanahitaji kumwahi binti kabla hajaingia ndani, lakini tayari bibi alikuwa ameshaingia ndani, na hii ilikuwa ni hatari sana kwani Noah anaufahamu moto wa binti wa kufahamika kwa jina la Joy. Sasa binti baada ya kuingia ndani alikuwa anahitaji kuwadhibiti magaidi wote na kuhakikisha anatoa wale mateka wote katika hali ya usalama zaidi. Hivyo alianza kukabiliana na gaidi mmoja na kuweza kuondoa maisha yake ili kuhakikisha anatengeneza usalama kwa watu wote ambao walikuwa hapo ndani. Lakini pia bwana mdogo ambaye anafahamika kwa jina la Michael naye alikuwa anazidi kutoa msaada kumsaidia dadake, lakini baadaye mambo yalizidi kuwa tight zaidi. Hatimaye binti alifanikisha kupambana na magaidi wengi sana na kuweza kupotezea maisha, na hivyo
Baadaye Michael alikuwa anahitajika katika msaada mmoja muhimu sana, ni katika eneo la kompyuta, na ndo mambo ya mkali wa kufahamika kwa jina la Michael. Hapa alihitaji kuhaki na kuzuia hizi information ambazo zinatolewa na bwana wa kufahamika kwa jina la Noah na kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa zaidi. Wanawaambia hatimaye mkali wa kufahamika kwa jina la Michael alifanikisha kuhaki system nzima na kumfanya Noah afeli kwenye kile ambacho alikuwa amekiplani kwa mara ya kwanza, na hapa binti alikuwa anahitaji kutafuta nafasi ya kwenda kumalizana na Noah. Hivyo alimwambia Michael ingekuwa ni vema sana kama ingepata nafasi ya kurejea kule ambako kwa askari kwa ajili ya usalama wake. Yeye kuna jambo anaenda kulimaliza. Hii ilimhuzunisha sana Michael. Sasa upande wa pili katika eneo la mateka ndipo kilipoingia kikosi maalum cha utegwaji na udhibiti uhalifu kwa ajili ya kusaidia wale ambao walikuwa wamesalia, na huku binti upande wa pili alikuwa anazidi kupambana na magaidi ambao walikuwa wanamtafuta yeye, na hatimaye baada ya kuhakikisha amemaliza kwa kiwango kubwa sana, lakini upande wa pili mateka waliweza kuchukuliwa na kuteguliwa yale mabomu ambayo alikuwa amevaa. Sasa ilikuwa imebakia ni mzozo kati ya binti wa kufahamika kwa jina la Joy na mkali wa kufahamika kwa jina la Noah. Wanaambia basi hapo kitembea kipigo sana, lakini hatimaye binti alifanikisha kuiondoa hatima ya mkali wa kufahamika kwa jina la Noah, na hapo ndo nakuwa mwisho wa kichuma hiki hapa ambacho kinafahamika kwa jina la The Cleaner. Sasa hapa iko full kabisa, unaweza kucheki na namba za 0686 41 40 kupata kazi hapa, lakini kama umeenjoy unaweza ukaniachia maneno yako kwenye comment. Ilikuwa napiga live kutoka ZC Production, jumba la burudani. Wanasema The Cleaner na The Chosen one ndani nyumba kama dawa kama kawaida. Tukutane katika vigongo vingine vikali sana. Mimi ni Falo DJ wa ZC Production. Here you go.